Hela ni kila kitu. Lakini kwa nini mtu anaingia kwenye mikopo ni kwamba tunasema, mimi naweza nikasema labda kila mtu ajitambue kwanza kwamba kabla sijaenda kukopa nijiulize kwa nini naenda kukopa. Kweli nimekosa chakula? Kama nimekosa chakula, ni kwa nini nimekosa chakula? Kwa nini nisifanye kazi? Nisiende hata ngomba kibarua nikapata 10,000 yangu nikaje kulisha watoto, nisiende kuingia kwenye mikopo. Sasa kuja kwenye vijana wetu. Sasa vijana wana changamoto nyingi. Tukisema pia kijana kwa nini anatafuta hela, inawezekana anatafuta hela kwa sababu hana ajira, anatafuta mkopo. Lakini tukisema sasa hivi kijana ambaye hana ajira anataka mkopo, bado serikali inamsaidia. Sasa hivi serikali yetu ina ile mikopo ya vijana kwenye vikundi, kwenye kila halmashauri, kwenye kila mkoa. Lakini wanaenda huko? Nahisi wengi hawaendi. Sina takwimu kwa sasa hivi, lakini nahisi bado wengi hawaendi. Vijana pia anahitaji hela saa nyingine kwa sababu naona na mimi nahitaji simu nzuri, nataka maisha mazuri, nataka kupanga nyumba nzuri. Kwa huko anaingia kwenye mikopo ambayo isio. Lakini na wale walioko kwenye biashara, inawezekana kijana ana biashara, anahitaji kweli kuongeza mtaji wake, lakini basi aende kwenye zile taasisi ambazo husika ili aweze kupata ushauri na kujua anahitaji kuongeza mkopo na ni mtaji wake kwa shilingi ngapi na kwa kilimo gani na kwa muda gani. Sasa wengi ambao wanakutana na biashara ndogo ndogo anaona anafikiri tu, lakini hajajianalyze. Ndio tunachowafundisha watu wetu wa benki na fedha kwamba hebu kabla hujaenda kuongeza mtaji, hebu jiangalie mtaji ulionao umetokea point A kwenda point B, ulifanyeje? Na katika hii point tuliofikia tunahitaji kuongeza mtaji au tunahitaji kuongeza soko kwanza, ili soko ndo lituambie kupata kuongeza mtaji. Sasa mtu anafikiri tu nikipata hela nitaweza kufanya 1 2 3 4. Hiyo ni kufikiri, lakini kutenda inakuwaje? Ndio maana kwenye sisi watu wa fedha na benki tunasema tunakuandika business plan. Ile ni road map ambayo itakuonyesha kweli nikichukua hii 100,000 itakuja kurudi. Sasa hapo ndo changamoto ambazo watu wengi hawafikiri hiyo. Yaani huko haendi. Watu mimi nikipata hela nitaweza kufanya. Lakini hiyo ni hisia zetu za kibinadamu. Lakini ukweli ni kwamba lazima uweze kujua nikichukua shilingi 1,000 nitaendaje kuifanyia kitu gani irudishe shilingi 500. Sasa hapo ndo shida nyingi. Na wale vijana ambao wana biashara waende taratibu. Na kuna wale ambao hawana, basi ambao nahisi ndo wengi ambao tunaisemea ndo wanachukua mikopo mingi ya kausha damu, na wengi wale wengine wanakuta yuko chuo au wamemaliza chuo hana ajira, lakini anataka kuvaa vizuri, anataka kuendesha gari zuri, anataka awe na simu nzuri, anataka maisha ambayo bado yani lazima kila kitu kina changamoto na kila kitu kina stage yake. Bana, mimi nikushukuru sana Madam Aisha Swai